Zadati Fatma Bugu kutoka maeneo yale yuko Sabaki, mtazamaji ulivyoona safarini tayari kuelekea Magarini, manake letu hapa ni jicho na kukupasha kikamilifu kuhusiana na shughuli nzima ya chaguzi ndogo, shughuli inayotarajiwa kufanyika hapo Alhamisi. Maandalizi bila shaka ni kabambe. Turejee hapa Nairobi jijini katika eneo la Kariobangi kaskazini, mtazamaji, na ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC inaendelea kufanya maandalizi ya chaguzi ndogo zijazo katika wadi ya Kariobangi kaskazini. Wagombea 16 wananuia kuijaza nafasi ya mwakilishi wadi. Hii ni baada ya aliyekuwa mwakilishi wadi Joel Munuve kufariki. Mwanahabari wetu Victor Ngarui amekita kambi katika eneo hilo la Kariobangi kaskazini, na sasa tuungane naye atueleze yanayojiri. Ngarui, umefika pale. Je, ni yapi tutamfahamisha mtazamaji kuhusiana na kinyang'anyiro hicho cha mwakilishi wadi wa eneo hilo? Naam, unanipata mbashara katika kituo kimoja ambacho Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC inafanya maandalizi ya vifaa muhimu vitakavyotumiwa katika chaguzi ndogo tarehe 27 Alhamisi wiki hii. Wagombea 16 katika wadi hii ya Kariobangi kaskazini wananuia kujaza nafasi ya mwakilishi wadi. Hii ni baada ya mwakilishi wadi Joel Munuve kufariki. Joto la kisiasa limekuwa likipanda kukaribia chaguzi hizi hapa katika wadi hii. Wagombea katika vyama mbalimbali wamekuwa wakifanya kampeni kwa njia tofauti, zikiwemo kuenda nyumba kwa nyumba kuuza sera zao. Miongoni mwa wagombea katika kinyang'anyiro hiki ni kama vile Julius Njoka katika chama cha UDA, David Wanyuike katika chama cha Rigathi Gachagua DCP, na Michael Ouma katika chama cha ODM. Kwa sasa nimeungana nao maafisa wa IEBC, vile maafisa wa usalama ambao ningependa watueleze kuhusu maandalizi yanayoendelea. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina anaitwa Abdiroba. Mimi ndo msimamizi katika hii uchaguzi mdogo wa Kariobangi North. Tumejitayarisha vizuri, hatukuwa na shida chochote, na kampeni pia ilienda vizuri na hatukuwa na shida yote na naomba kushukuru pia wagombezi kwa sababu walifuata vizuri Electoral Code of Conduct na tukuwa na shida yoyote. Asante sana. Shughuli inayoendelea hapa leo ni ipi? Shughuli inayoendelea saa hii ni kutayarisha, kwa sababu kesho ndo tunawa deploy our polling officials waende wajitayarishe hapo polling station. Sasa ile shughuli inaendelea saa hii ni kutayarisha kila kitu ambayo inahitajika kupiga kura, na hizo vyombo zote ballot papers ambaye tutaifungua kesho. Chief agent tushawatumia message, watakuwa hapa asubuhi na tutaifungua mbele yao wakiona iko tu vile ilikuja kutoka nje, na hiyo ndo sheria inasema. Pia tumeungana nao maafisa wa usalama ambao watakuwa wakihakikisha kuwa mchakato huu umekuwa na usalama. Karibu sana. Tuanze na kusema jina lako tukiendelea. Asante. Kwa majina naitwa Thomas Bet. Mimi ni Deputy County Commissioner eneo hili la Embakasi North, ambayo wadi hii inapatikana hapo, wadi hii ya Kariobangi kaskazini. Yes. Hatua zipi nyinyi kama maafisa wa usalama mnachukua kuhakikisha kwamba mchakato huu umekuwa ni wa salama, haki na hakuna mambo ambayo yataibuka? Asante sana. Kwanza kama vile mwenzangu wa IEBC Returning Officer Abdi alivyosema kwamba tumeweka mikakati ya usalama kabambe. Tunashukuru wagombeaji wote kwa kuendeleza kampeni zao bila vurugu yoyote. Hii inatokana na ushirikiano na mikutano ambayo tulikuwa nao tangu wakati huu ulipotangazwa. Vile kuenda mbele sasa katika siku kukaribia siku ya uchaguzi, tumejiandaa vilivyo kama kamati ya usalama katika wilaya hii, kwamba tumehakikisha kila kituo cha kupiga kura iko na walinda usalama wa kutosha. Vile nje kule tutakuwa na wale ambao pia wanashika doria kuhakikisha kwamba hakuna mikusanyiko ama vikundi vyovyote ambavyo vinaweza lete vurugu wakati wa kupiga kura. Jambo lingine ningependa kuomba wananchi kuambia kwamba tumeweka mikakati vizuri ya kuhakikisha usalama wao. Wajitokeze kupiga kura ili waweze kuchagua kiongozi ambao wanawapenda. Na jambo lingine tunawaomba kwamba kwa sababu tumeweka usalama ya kutosha, wakipiga kura
hakuna haja wakae hapo wakisema wanalinda kura. Hapana, wakishapiga kura ni haki yao. Serikali imeweka walinda usalama hapo, waende nyumbani, waache kukusanyika karibu na kituo cha kupiga kura, waende nyumbani, wangojee matokeo ambayo itatangazwa. Na ninasema kwamba nashukuru kamati ya usalama ambayo tunafanya pamoja na the returning officer na IEBC kwa jumla kuhakikisha kwamba vifaa vya kupiga kura vitakuwa salama. Wale ambao maafisa wanashiriki hapo kutoka IEBC pia wako salama na wananchi watakuwa salama, tunawahakikishia hivyo. Asante sana kwa kuungana nasi hapa katika runinga unayoipenda, runinga ya NTV. Bila shaka wa kesho nitaendelea kufuatilia haya kwa kina, nitakuandalia na kukupakulia katika taarifa zetu za baadaye wa kesho. Asante sana Victor Ngaruya kutoka hapa jijini Nairobi, maeneo ya Kariobangi kaskazini, mtazamaji.